vya utungaji wa sheria, tutahakikisha kuna idadi kubwa nzuri zaidi ya watu walemavu. Kwenye serikali, kwa maana ya watendaji ndani ya serikali, tutapokuwa tunaajiri, tutatoa mazingatio maalumu kwa watu wenye ulemavu. Lakini hata kwa nafasi za uongozi ambazo mimi nateua, basi nitahakikisha kwenye eneo la mafunzo au elimu kwa watu wenye ulemavu, tuna vyuo vya amali ambavyo vinatoa nafasi, na tutaendelea kuzingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu kwenye vyuo vyetu vya amali ili waweze kupata elimu zaidi kama mdogo wetu alivyozungumza hapa. Na elewa maelezo yake aliyoyatoa. Tutaendelea kuweka mkazo wa kuangalia mahitaji maalumu ya wanafunzi wenye ulemavu katika vyuo vyetu hivyo vya amali. Lakini kwenye eneo jingine la upatikanaji wa vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu, serikali itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu kupata vifaa hivi saidizi bila ya malipo. Lakini vile vile kwa wale ambao wanauza katika maduka binafsi, serikali itaondoa ushuru ili bei zishuke. Vifaa kama wheelchair, vifaa kama hearing aid, hizi aid za kusaidia usikivu, vifaa kama yale mafuta ya wenzetu wenye albino, na vifaa kama hivi vya kuweka au tuseme kama nyonga bandia na kadhalika, vyote tutaviondoa ushuru ili viweze kupatikana kwa gharama nafuu zaidi. Lakini serikali haitasita jukumu lake la kuhakikisha kwamba kwa kiwango kikubwa vifaa hivyo vinatolewa na serikali kwa wenzetu wenye ulemavu bila ya malipo. Kuhusu miundombinu wezeshi, tunatambua kwamba watu wenye ulemavu, na sasa hivi imeshakuwa sera ya serikali, kwa jengo lolote jipya linalojengwa, iwe hospitali, iwe skuli, iwe jengo lolote, ofisi ya serikali na kadhalika, lazima izingatie mahitaji ya watu wenye ulemavu, kwa maana kutakuwa kuna lifti, kwa maana kutakuwa kuna zile ramps za kupandisha wheelchair, kwa maana kutakuwa na handrails ili watu wenye ulemavu waweze kupata urahisi wa kuyatumia majengo hayo. Lakini hata kwenye barabara zetu tunaweka njia za pembeni za wapita kwa miguu ili watu wenye ulemavu wasipate shida katika barabara zetu mpya zinazojengwa hivi sasa. Kwa hivyo tutaendeleza kuhakikisha kwamba miundombinu yote mipya inayojengwa inazingatia hayo, na ile ya zamani ikifanywa ukarabati, basi tutazingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu. Kuhusu huduma za tiba, imetolewa hoja hapa kwamba kuwe kuna hospitali maalumu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Mimi nimesema kwamba tutakuwa tuna hospitali kuu mpya 2, Mnazi Mmoja pamoja na hospitali ya Binguni. Bila ya shaka kitengo muhimu katika utoaji wa huduma za walemavu ni physiotherapy. Lazima tutakuwa tuna department au idara maalumu ya physiotherapy itakayokuwa ni kwa ajili ya kutoa huduma kwa walemavu. Sasa hatutoishia kwenye physio peke yake, tutaweka na mambo mengine wanayohitaji walemavu, ikiwemo speech therapy, ikiwemo psychotherapy, ikiwemo prosthetic, hizi kusitengeneza hizi nyonga bandia, au tuseme joints bandia. Kwa hivyo msemaji hapa alitaka mambo hayo, lakini tushayafikiria. Tutaweza kuanzisha kituo maalum cha utoaji wa huduma za walemavu kwa vitu vingi ambavyo wanavihitaji vipatikane sehemu moja, one stop center kwa ajili ya walemavu. Kwa hivyo hilo ni kwa upande wa huduma za tiba. Lakini imezungumzwa viwanja vya michezo. Ni kweli serikali imejenga viwanja vya michezo vingi. Kila wilaya tunajenga kiwanja kimoja, kila mkoa kiwanja kimoja, na viwanja vikuu hivi kama Mau na Maisara hapa, Amani na kule Pemba Gombani. Lakini ukiacha hivi vikubwa, kila mkoa na kila wilaya kuna viwanja vya michezo. Nakubaliana sana na hoja yake au ombi lake.
kwamba kuwe kuna utaratibu maalum wa kuwapa nafasi maalum watu wenye ulemavu nao wavitumie viwanja hivi. Nitaelekeza Wizara ya Michezo ihakikishe kwamba wanapopanga ratiba ya kutumia, basi wale vijana wetu wanaoitwa juvenile, vijana wa junior, lakini wale ambao ni wa madaraja yale ya chini, waweke na kundi la walemavu kuweza kutumia viwanja hivi. Nimefurahi kwamba kauli mbiu yenu ni kwamba watu wenye ulemavu hapa Zanzibar, kauli mbiu yenu kwa uchaguzi huu ni tupige kura kwa amani ili kuleta maendeleo jumuishi. Hii ni kauli mbiu nzuri sana. Nimefurahi kwamba tumezingatia swala la amani ambayo ni sera namba 1 ya Chama cha Mapinduzi. Sasa ndugu zangu, kabla sijamalizia, kuna swala la ruzuku, kutoa ruzuku kwa shirikisho pamoja na mabaraza ya watu ulemavu. Tumeyapokea, sasa hivi tunafanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo. Kwa kadri hali ya uchumi itakapoongezeka, nitaona jinsi gani ya kuongeza ruzuku tunazozitoa kwa vyama vyenu hivi, kwa mabaraza yenu na mashirikisho yenu, ili tuhakikishe kwamba mnaweza kujisaidia nyinyi wenyewe kwa kujengewa uwezo. Kwa hivyo hayo tutayafanya, na imetoka ombi hapa la kusaidiwa kupata ofisi, nitalizingatia ili muweze kupata ofisi yenye hadhi ili muweze kutoa huduma zenu vizuri zaidi. Kuhusu maombi yaliyotolewa kwamba walemavu waingizwe kwenye pensheni jamii, tutaliangalia uwezekano wake. Si rahisi sana kulisema sasa hivi kwa sababu lazima tupige hesabu walemavu hao wako wangapi, ili tuweze kusema kwamba tutaongeza fungu gani kuweza kuwakava. Kwa hiyo nimelipokea kama ombi, tutaenda kulifanyia kazi. Kuwe kuna mshauri au msaidizi wa masuala ya watu walemavu katika Ikulu, nalo hili nimelipokea, ni wazo zuri, tutalifanyia kazi. Na ombi la siku ya watu wenye ulemavu niwe mgeni rasmi, nimelipokea hilo, wala halina uzito wowote. Nitakuwa mgeni rasmi na niko tayari vile vile kuwa mlezi wa vyama vya watu wenye ulemavu. Mashindano ya ndani na ya kimataifa, na wanaofanya vizuri waweze kupongezwa na watafutiwe udhamini. Hayo yote tunayapokea na kwa kweli tumeshaanza. Mimi mwenyewe binafsi nilikuwa ni mmoja katika watu walohudhuria mashindano ya Paralympic yaliyofanyika Ujerumani wakati ule, na timu yetu ya Zanzibar ilikuwepo. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba tutaendeleza hatua za kuwatafutia udhamini timu za michezo ya watu wenye ulemavu ili waweze kupata maendeleo zaidi ya kimichezo ya ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo yote haya tumeyapokea na tutayafanyia kazi. Ndugu zangu, ndugu zangu, ilikuwa leo niazungumze masuala haya ya ujumla yanayohusu watu walemavu, lakini ni kuhakikishieni kwamba yale maombi yenu mlioyatoa yote nimeyapokea na inshallah tutayafanyia kazi. Sisi upande wa Chama cha Mapinduzi tukiahidi tunatekeleza. Nyinyi ni mashahidi, katika ilani yetu ya mwaka 2020 tumeahidi mambo mengi. Mambo ya elimu tumetekeleza, mambo ya barabara tumetekeleza, mambo ya hospitali tumetekeleza. Mambo mazuri yote tuliyoahidi, mengine makubwa zaidi yaweze kutimia. Nilisimama mbele yenu ndio mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, naitwa Hussein Ali Hassan Mwinyi. Naomba kura zenu za ndio. Ya kuchi otahe, manake tutakupa kura zote, ndivyo? Asante sana. Asante sana. CCM oye.
namwombea kura rais wa mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Tutampa. Yo Oktoba, Mama Samia tunampa. Yo Oktoba, CCM tunaweka. Wagombea ubunge wote wa Chama cha Mapinduzi, wagombea uwakilishi wote wa Chama cha Mapinduzi na ugombea udiwani wote wa Chama cha Mapinduzi, tunawaombea kura zenu. Mtawapa? Mgombea ubunge na mgombea uwakilishi na udiwani wa hapa Kikwajuni mmewaona, wamepata nafasi ya kujieleza, wameomba kura, na mimi nawaombea kura, muwape kura zote za ndio. Samia tutatangaza mchana. Tutapiga kura kwa salama, Baba Mwinyi na Mama Samia tutatangaza mchana. Mchana kura tunawapa. Ndani kuhakikishieni kwamba serikali yetu ya awamu ya 8 tutahakikisha tuko pamoja na watu wenye ulemavu Zanzibar ili kukuondoleni changamoto zinazokukabilini. Kwa hivyo tarehe 29 Oktoba tunakuombeni nyote mtoke, kila mmoja wenu achukue na familia yake, mkahakikishe mnachagua Chama cha Mapinduzi. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.